Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina, na uje Bwana. Yuaja Yesu, atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni watu wa Mungu katika ibada yetu, na karibuni pia wanaotufuatilia katika maeneo mbalimbali, wanaoangalia kwa njia ya mitandao. Tuwakaribishe kwa ajili ya ombi ili tuweze kuendelea na mfululizo wa mafundisho yetu ambao kwa neema ya Mungu amekuwa akitutumia kwa ajili ya kuangalia kizazi cha mwisho na mvua ya masika. Tunaamini ya kwamba tunaishi mwisho wa wakati. Tunaamini ya kwamba tunahitaji kujiandaa kwa ajili ya kile kinachojia ulimwengu. Karibuni kwa ajili ya ombi. Baba uliye mtakatifu, Baba uliye mwema, asante kwa nafasi hii tena ambayo tumepata neema kwa ajili ya kuyachunguza maneno yako. Baba, tafadhali nifanye nyenzo mikononi mwako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nitumie Baba kwa ajili ya kutuhubiri sisi. Asante kwa kuwa umetuahidi katika Yohana 16:13 ya kwamba atakapokuja Roho wa kweli atatuongoza na kututia kwenye ukweli wote. Tunaomba huo ukweli ukatuweke huru kama ulivyotuahidi katika Yohana 8:32. Na huo ukweli ukatukase kama ambavyo umetuahidi katika Yohana 17:17. Ukatufumbue macho yetu tukayaone maajabu yaliyobebwa katika maneno yako. Asante Baba kwa huduma ya upendo ambayo tutakwenda kuzitendea katika tafakari ya neno hili. Bariki kila mazingira, tusaidie Baba kubariki mazingira yote yanayohusika katika huduma hii. Kiwepo Baba, tupatie utulivu, tupatie usikivu na ukikontrol vifaa na kila kinachotumika kwa ajili ya kazi hii. Asante kwa ukoso wako utakwenda mbele zetu kupitia jina takatifu tulipendalo la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati tulipokutana kwa mara nyingine ya mwisho ambapo tuliangalia somo la pili, tuliishia kuona ya kwamba ni kweli hakuna mtu anayejua siku na saa, lakini tunaweza kujua ukaribu. Wakati ambapo tukio linakaribia, hakuna mtu ana uzuru wa kutokujua. Kwa maneno ya Mungu yametuonyesha kwa uwazi, kwa sababu tunayo ramani, tunayo chati ambayo inatuonyesha kwa uhakika tulipokuwa na tulipo na tunapokwenda. Na tunaamini ya kwamba sisi hatuko gizani. Mungu ametupatia taa kupitia neno lake, roho ya unabii inatuonyesha tulipokuwa na tulipo na tunapokwenda. Na kama ambavyo neno la Mungu limesema katika Mathayo 24 kwamba kuna mtumwa mwaminifu na kuna mtumwa ambaye sio mwaminifu. Kwa watumwa wale ambao ni waaminifu duniani kote wanaopatia watu chakula kwa wakati, ambao ni ukweli wa leo. Kwa kuna kweli nyingi, lakini ukweli wa leo ndio unaohitajika kundini, na kwa neema ya Mungu katika ministry yetu tunaonyeshana ukweli wa leo. Tulikuwa wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Kwa neema ya Mungu safari yetu leo itaanzia pale pale Mathayo 24. Mathayo 24 mstari wa 3. Katika Mathayo 24 mstari wa 3, tukiwa leo tuko katika somo la 3 katika mfululizo wa masomo yetu. Mathayo 24 mstari wa 3 ni swali zuri ambalo liliulizwa na wanafunzi wa Yesu Kristo. Na tunamshukuru Mungu, watu wa Mungu, kwa ajili ya wale wanafunzi ambao waliuliza ile swali. Kwa sababu ya lile swali, Mungu akatupatia taarifa ambazo ni za muhimu kwa ajili ya wakati wetu. Mathayo 24 mstari wa 3 anasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako
na ya mwisho wa dunia. Kwa wanafunzi wataka kujua mwisho wa dunia, na Yesu akawaambia neno la kwanza kabisa ambalo Yesu Kristo alisema, anamwambiaje? Anasema kwamba angalieni. Anasema Yesu akajibu akawaambia angalieni, mtu asiwadanganye. Kwa tunapoelekea mwisho wa wakati, uongo umechukua sehemu kubwa ya pambano letu kuliko ukweli. Kwa Yesu akatupa onyo la kwanza kabisa, anasema angalieni mtu asiwadanganye, na tunapaswa kuwa makini katika wakati wa mwisho. Katika Mathayo 24:34 akasema ya kwamba kizazi hiki, amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Kwa maana ya kwamba baada ya Yesu Kristo kutoa matukio yatakayotangulia ujio wake, kuna kizazi ambacho kitaishi, ambacho hakitapita, kitamshuhudia Yesu Kristo akija mara ya pili, ambacho kwa neema ya Mungu ninawahakikishia ndicho kizazi ambacho mimi na wewe na msikilizaji na mtazamaji tunachoishi sasa hivi. Kizazi hiki hakitapita, kitamshuhudia Yesu Kristo anakuja mara ya pili kwa uhakika. Katika mstari wa 14, Mathayo 24:14 akasemaje? Anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwamba ili mwisho uje ni lazima habari njema. Kwa ndo maana katika mfululizo wetu tunachunguza hivyo vitu, hasa kwenye mafungu matatu, kwamba tuambie mambo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Sasa Yesu akasema kuna kizazi ambacho hakitapita. Kwa tunakitafuta tuone hicho kizazi. Je, ni kizazi hichi tunachoishi sasa hivi? Alafu baada ya kujua kizazi, kuna habari njema ambayo itahubiriwa, alafu ndio mwisho utakuja. Kwamba sasa hiyo habari njema inahitaji kitu kinaitwa mvua ya masika, na ndio maana kwenye mfululizo wetu tunajifunza kuangalia kizazi cha mwisho na mvua ya masika. Je, hiki ni kizazi cha mwisho? Kwa hapo ndipo ambapo safari yetu ilipo. Tunataka tujue kwamba je, hiki ni kizazi cha mwisho, na kama ni kizazi cha mwisho kinahitaji mvua ya masika ili habari njema iweze kufika ulimwenguni kote. Katika Petro wa pili 1:12, Petro wa pili 1:12, Petro anasema, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlionayo. Kwamba nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo ijapokuwa mnayajua. Tunachokwenda kuangalia sasa hivi ni kitu ambacho inawezekana tunakijua na wengine inawezekana wakijui, ni mara ya kwanza, lakini Petro anasema sitaacha kuwakumbusha. Washiriki wote, waumini wote wa kweli wa leo, lazima tuweze kukumbushana kuhusiana na hichi ambacho tunafikiri tunakijua. Safari yetu itaanzia kwenye Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Ndipo tutaanza. Lazima turejee tuangalie, je, ni kwa nini tunatafuta kizazi cha mwisho? Kuna pambano ambalo tunaenda kuliona, ambalo hilo pambano lilianzia mbinguni likamia ulimwenguni, na hilo pambano linaenda kufika mwisho. Kwa tuko mwisho. Kwa tunaanza na safari yetu kwenye Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Ufunuo 12. Baba, tunapokwenda kuanza safari kuchunguza neno hili, tafadhali tumefungua neno hili takatifu, tunakuomba zifungue akili zetu tuweze kuelewa maneno haya, yakabebe nguvu ya uumbaji katika tabia zetu, kupitia jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyie ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kulikuwa na vita ambayo ilianzia mbinguni, na hii vita ambayo watu wa Mungu tunaangalia ni vita kati ya Kristo na Shetani, na sisi ni uwanja wa mapigano. Baada ya Shetani kushindwa mbinguni, akatupwa, na alivyotupwa alikuwa akitangatanga huku na huku, baadaye akafanikiwa katika ulimwengu wetu huu, katika dunia yetu hii, ndipo alipoweza kudanganya. Kwa Shetani, vita yake ilianzia mbinguni dhidi ya Kristo, akaihamishia kwenye viumbe wa Kristo, viumbe ambao tuliruhusu Shetani atutumie kwa ajili ya kugombana na Kristo. Shetani alitembea karibu malimwengu yote ambao Mungu ameyaumba kujaribu kuwadanganya, lakini malimwengu yote yalimkataa Shetani isipokuwa ulimwengu wetu.
ndio ukamkubali shetani na uongo wake. Sasa tutaanzia huko nyuma, kuanzia kwenye uongo ambao ulikuja kuingia kwenye ulimwengu wetu na mpaka leo tunatafuta kizazi cha mwisho. Sasa kuna kosa ambalo, kuna kitu ambacho shetani ametajwa hapa, sifa ambayo wanayo, ambao hapa ni muhimu sana tunapoweka msingi. Kuna kitu kimoja katika mstari wa 9 ambacho kimetajwa kuhusu joka, ambaye joka ndio ibilisi, ambaye ni nyoka, ambaye ni shetani. Anasema katika mstari wa 9 ya kwamba yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Hilo neno ni la muhimu sana, audanganyaye ulimwengu wote. Hasa kama shetani anaudanganya ulimwengu wote, mimi na wewe tunaponea wapi? Kwa ni muhimu sana kuelewa kwamba huyu shetani aliyetupwa, yeye sifa yake ni kuudanganya ulimwengu wote. Hasa kwenye ulimwengu kuna makundi mawili yanaishi kwenye ulimwengu. Kuna watu wanaishi kwenye ulimwengu ambao ni wa ulimwengu huu, na kuna watu ambao sio wa ulimwengu. Tuende kwenye Yohana 17. Ili usiweze kudanganywa na shetani, ni muhimu sana kuelewa. Kwa usipokuwa umeelewa hichi ambacho ninakwenda kusema, automatically wewe ni muhanga wa madanganyo ya shetani. Ili tusiwe wahanga wa madanganyo ya shetani, lazima tuwe na uelewa sahihi. Katika Yohana 17 tutasoma mstari wa 14, 16 na 17. Yohana 17. Hasa shetani anaudanganya ulimwengu wote, na ambaye sasa pambano letu, shetani anapambana na Kristo kupitia sisi. Yohana 17 mstari wa 14. Hasa shetani anaudanganya ulimwengu wote, ila kuna kundi moja ambalo shetani hawezi kulidanganya, na hilo kundi inapaswa wewe na mimi tuwe kwenye hilo kundi, ili tusio kwenye madanganyo ya shetani. Yohana 17:14 anasema ya kwamba 14, mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Kwa cha kwanza, ili usiweze kudanganywa na shetani, ni lazima usiwe wa ulimwengu. Na unakueje wewe si wa ulimwengu? Unapokuwa na neno. Wale wenye neno hawawezi kudanganywa na shetani, kwa sababu wao sio wa ulimwengu. Kwa shetani ambaye ni nyoka anaudanganya ulimwengu wote, lakini kuna kundi ambalo shetani hawezi kulidanganya, ambalo hilo kundi sio wa ulimwengu huu, kwa sababu wana neno. Mstari wa 16 anasema, mstari wa 16 akasema kwamba wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. 17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Yaani hao watu ambao hawezi kudanganywa, cha kwanza wana neno, na lile neno linawatakasa. Unaweza ukawa na neno lakini lisikutakase. Ukiwa na neno afu alikutakasi, wewe ni wa ulimwengu, lazima utadanganywa. Kwa neno linanifanya mimi nisiwe wa ulimwengu pale linaponitakasa. Sasa shetani aliyetupwa kutoka mbinguni, ambaye anapambana na sisi, akipambana na Kristo kupitia sisi kwa viwanja vya pambano, mimi ndiye ninachagua kuwa upande. Niwe upande wa Kristo au niwe upande wa shetani. Na kuwa upande wa Kristo ni lazima niwe na neno. Na katika Yohana 1 kuanzia 1 mpaka 3 anasema neno ni nani? Neno ni Kristo. Kwa yeyote mwenye Kristo ana neno, hawezi kudanganywa. Na Kristo yuko wapi leo? Kristo yuko patakatifu mno. Na ndio maana ukweli wa leo ni kuingia mahali alipo Kristo. Na kweli ni Kristo na neno ni Kristo. Kwa tunahitaji kuwa na Kristo ili tusiweze kudanganywa, na tunahitaji kuingia patakatifu mno. Na ndio maana kwenye bango letu, kama tunavyojitambulisha, ministry yetu inatupeleka patakatifu mno. Maana yake kazi ya the final messengers of present truth, kazi ya ministry ya wajumbe wa mwisho wa ukweli wa leo, ni kuwachukua watu kwa neema ya Mungu na kuwaingiza chumba cha pili cha huduma ya Yesu Kristo, ambao ni patakatifu mno. Kwa kazi yetu sisi ni kuingiza watu patakatifu mno. Ukiwa patakatifu mno usikudanganywe, lakini ukiwa nje ya patakatifu utadanganywa. Muadventista msabato yeyote ambaye haingii patakatifu mno, huyo lazima atadanganywa, kwa sababu ni wa ulimwengu huu. Hasa Ufunuo 12:17 ikalifafanua neno. Ufunuo 12:17 tunahitaji kuwa na neno, lakini hilo neno ni lipi? Ufunuo 12:17 ili tusiweze kudanganywa na shetani, kwa sababu shetani anaudanganya ulimwengu wote, ila wewe ukiwa na neno huwezi kudanganywa. Ufunuo 12:17 anasema ya kwamba, na katika Ufunuo 12:17 ndio imejengwa msingi pia. Ukianza Danieli 8:14 inataja patakatifu kutakaswa, na Ufunuo 12:17 inalitaja kanisa hilo.
ambalo linahusika na huo utakaso uliosema kwenye Danieli 8:14 kwamba patakatifu patatakaswa. Sasa inalitaja kanisa linaloenda kuhusika na Danieli 8:14 ambalo ili kanisa la Ufunuo 12:17 ni kanisa la mwisho la Mungu ambalo ni Waadventista wa Sabato, wana marejeo wa siku ya saba. Ufunuo 12:17 anasema ya kwamba joka akamkasirikia yule mwanamke, shetani ambaye ndiye joka akamkasirikia mwanamke ambaye ni kanisa safi. Ufunuo 17:12 inaongelea kanisa safi. Inasema shetani akamkasirikia yule mwanamke ambaye ni kanisa, akaenda zake afanye vita na juu ya wazao wake waliosalia. Hao wazao wa mwanamke, hiyo mbegu ya huyo mwanamke ambao shetani anafanya nao vita, ina sifa gani? Akasema sifa ya kwanza, wazishikao amri za Mungu. Kwa sifa ya kwanza, wanazishika amri za Mungu. Na sifa ya pili, na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kwa wale wote ambao wameshikilia hivyo vitu viwili, cha kwanza wana amri za Mungu, cha pili wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Hilo ndilo neno. Ukiwa na hilo neno, huwezi kudanganywa na shetani, unakuwa sio ulimwengu huu. Kwa cha kwanza lazima uwe na amri za Mungu, ambazo amri za Mungu zimezungumzwa kwenye Biblia. Ushuhuda wa Yesu Kristo kulingana na Ufunuo 19:10, yale maneno ya mwisho yanasema kwamba ushuhuda wa Yesu Kristo ndio roho ya nini? Ya unabii. Mtu yeyote ambaye anaweka kando roho ya unabii, huyo ni wa ulimwengu huu, lazima atadanganywa. Na shetani amefanikiwa kuwafanya watu wa Mungu asilimia karibu 99.9999 na karibia 100 waamini ya kwamba roho ya unabii ni mashauri, wakati roho ya unabii ni moja ya nguzo za msingi sana. Kanisa la SD limejengwa na unabii. Huwezi ukaweka pembeni roho ya unabii ukaichukulia kuwa ni mashauri tu, ambao mashauri sio lazima kuyachukua, alafu tegemea utatoboa. Huwezi. Kwa neno ni Biblia na roho ya unabii. Mtu mwenye Biblia na roho ya unabii anapoyasoma yale maneno alafu yakamtakasa, kumtakasa ni kumbadilisha, akayatii, huyo hawezi kudanganywa kwa sababu sio wa ulimwengu huu. Kwa wale wote ambao ni wa ulimwengu huu ndio watakaoweza kudanganywa. Na katika wakati watu wa Mungu tunapoelekea mwisho wa wakati, shetani amefanikiwa kuleta tafsiri mbaya sana kwenye neno la Mungu. Na watu wengi katika, kama kuna kanisa, kama kuna dhehebu lenye makundi mengi sasa hivi duniani, nafikiri Waadventista wa Sabato tunaweza kama tunaongoza kwa makundi. Inasemekana kanisa la Adventista wa Sabato linaweza likawa na makundi karibu 500. Kwa nini kuna makundi karibu 500? Ni kwa sababu ya neno. Kuna tafsiri tofauti za maneno, na ndio maana katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 530 aya ya 2, Pambano Kuu ukurasa wa 530 aya ya 2, nuku zangu zote zinatoka katika vitabu vya Kiingereza. Kwa hiyo ukienda katika kitabu original ukurasa wa 530 aya ya 2, au ukienda kwenye wale wenye ile link na ya E.G. White, Ellen G. White Estate 530 aya ya 2, kuna maneno pale ambayo tumeambiwa kuhusu neno. Tunahitaji kuwa na neno. Usipokuwa na neno, lazima utakuwa ni mtu wa ulimwengu huu na utadanganywa, au utaweza kukopa madanganyo. Hasa nabii anatuambia katika Pambano Kuu ukurasa huo wa 530 aya ya 2, inasema ya kwamba hakuna mtu aliye salama kwa siku moja au kwa saa moja bila kuomba. Hakuna mtu anaweza akawa salama kwa siku moja au saa moja bila kuomba. Maana yake mfumo wetu wa maisha ni lazima uwe ni consistent life of prayer. Yaani ni maisha ambayo yana utaratibu wa kudumu wa maombi. Maisha yetu yote kwa sehemu kubwa yanatakiwa yawe ni ibada. Na nabii akaenda kusema kwa hiyo hamna mtu aliye salama kwa saa moja au siku moja bila maombi. Kina vita lisaa hujaomba, masaa mawili hujaomba, masaa matatu hujaomba, unawezaje kuwa salama? Henoko maisha yake yote yalikuwa ni maombi, pumzi yake ilikuwa ni maombi. Kila wakati akili yake ilikuwa kwenye ibada. Ni pale ambapo akili zetu zitafungamanishwa na akili ya Mungu kila wakati, ndipo tutaweza kuwa salama. Na nabii anaendelea kusema ya kwamba na hasa tungemsihi Bwana atupatie hekima ya kuelewa neno lake. Katika hayo maombi nabii akatudadavulia, anatuambia ya kwamba tungemsihi Mungu atupatie kuelewa neno lake, kwa sababu neno ndio linalonifanya mimi nisiwe wa ulimwengu.
neno ndio linalonitakasa. Nisipokuwa na neno na lile neno likanitakasa, mimi ninakuwa na wa ulimwengu, na tumeambiwa kwamba yule joka, shetani, ibilisi anaudanganya ulimwengu wote. Kwa ili usidanganywe, ni lazima usio wa ulimwengu. Na ni kitu gani kinanifanya mimi na wewe nisio wa ulimwengu? Ni kwa sababu nina neno. Na sio kwamba nina neno tu, linanitakasa. Maana yake neno linanibadilisha. Yeyote ambaye anakuwa na neno bila kutakaswa na hilo neno, hawezi kuwa sio wa ulimwengu huu. Lazima atakuwa kwenye madanganyo ya shetani. Na ndio maana kila wakati ambapo nabii alikuwa anaonyeshwa kuhusu kanisa la Mungu, alikuwa anaonyeshwa ni wachache wanaoenda kuokolewa. Wengi hawataokolewa kwa sababu neno aliwatakasi. Sababu tunasoma neno alafu atalitakasi. Hasa kwenye roho ya unabii, watu wengi wamegeuka wanasema roho ya unabii ni mashauri. Hamna haja ya kuzingatia. Mtu yote mwenye hiyo akili hawezi kutakaswa na hilo neno. Na ukisema kwamba roho ya unabii ni ushauri, hata Yesu Kristo katika ujumbe wa Laodikia alisemaje? Yesu alisemaje? Ninawapa shauri. Kwa hata Yesu alishauri. Sasa uchaguzi ni wa kwangu na wewe. Ni uchukue ushauri wa Yesu Kristo au ni upuuzie. Unapomsuuzia nabii dada White na kusema eti haya maandiko ni mashauri, ni sawasawa na vile unampuzia Yesu Kristo, kwa sababu ule sio ushuhuda wa mama White, ule ni ushuhuda wa Yesu Kristo. Kwa ukimpuzia eti ni mashauri, ni sawasawa na kupuzia ujumbe wa Laodikia. Na wa SD wengi tunaupuzia ujumbe wa Laodikia kwa sababu tunaona kana kwamba hauna kazi kwetu. Laodikia, Yesu Kristo ametoa ushauri akasema kwamba nakupa shauri, uje kwangu nunue 1, 2, 3. Kwa Yesu anashauri na neno la Mungu linashauri. Hata Yesu Kristo katika Zaburi 32:8 huwa anasemaje? Anasema kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea. Tusome Zaburi 32:8. Neno la Mungu kwa sehemu kubwa linashauri, alilazimishi. Unasema kwamba dada White anashauri, unasahau ya kwamba hata Biblia inashauri, hailazimishi. Wewe ndio unachagua. Zaburi 32:8. Watu wa Mungu wengi wamepuzia roho ya unabii wakisema ni mashauri, ni mashauri, ni mashauri. Zaburi 32:8 nasemaje? Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri. Kwa Mungu anashauri, nitakushauri jicho langu likikutizama. Kwa Mungu anafundisha alafu anashauri. Sasa chagua wewe. Chukua ushauri wa Mungu au puzia ushauri wa Mungu. Ukipuzia ushauri wa Mungu, automatically utaenda kuangukia pua. Kwa lazima tuchague. Neno la Mungu linashauri na safari ya mbinguni ni uchaguzi. Chagua kuishi au chagua kufa. Unapochagua kupuzia mashauri ya Mungu, unakuwa umechagua kufa. Katika kitabu cha Jipatie Amani Moyoni, Steps to Christ, ambacho kina majina mengi, wengine wanaita Jipatie Amani Moyoni, wengine Njia Salama, na ile jina lingine wanasemaga, nitasoma kwenye kile cha Kiingereza. Katika kitabu hichi hatua za ushindi, kuna wengine wanakiita hatua za ushindi, njia salama, jipatie amani moyoni. Kimekuwa na matafsiri mengi kwa hichi kitabu, lakini nitasoma kwenye cha Kiingereza kinaitwa Steps to Christ. Nitasoma katika ukurasa wa 111 mstari wa kwanza, aya ya kwanza. 111 aya ya kwanza Kiingereza. Nitasoma pale nabii anachokisema. Kwa hiyo yeyote, watu wa Mungu, ukianza kupuzia neno, usipokuwa na neno, wewe utadanganywa, ili pambano linaenda kukushinda. Kwa neno limesemwa kwenye Biblia, na hilo neno liko kwenye roho ya unabii, na neno ni Yesu Kristo, na kweli ni Yesu Kristo. Ukweli wa leo, Yesu Kristo leo yuko wapi? Yuko patakatifu mno pa hekalu mbinguni. Kwa the final messages of present truth, wajumbe wa mwisho wa ukweli wa leo, kazi yetu ni kuingia patakatifu mno. Kazi yetu ni kumchukua mtu na kumuingiza patakatifu mno. Huwezi kumuingiza mtu patakatifu mno isipokuwa amelikubali neno, ambalo neno limesemwa kwenye Biblia na kwenye leo ya nabii, na lazima kuingia kwenye patakatifu mno, maana yake hilo neno likutakase. Hasa ukilisikia neno, unapozuia neno lisitakase, maana yake hutaki kuingia patakatifu mno. Kwa kila mtu ana uhuru wa kusikia. Kila mtu kwenye kusikia, huwezi kuzuia kusikia. Hakuna mtu ambaye atahukumiwa ambaye kusikia neno. Kila mtu atasikia neno, alafu atachagua kutakaswa au kutokutakaswa na neno. Kwa uchaguzi ni wa kwangu mimi na wewe. Hilo neno linitakase au nilipuuzie. Katika kitabu cha hichi nilichosema Steps to Christ, tutasoma katika ule ukurasa wa 111 aya ya kwanza.
nabii anasema ili kufahamu ukweli. Sasa kwa nini kanisa la Mungu wengi tuna neno, lakini kanisa limekuwa na makundi mengi? Ni kwa sababu pale kwenye neno kuna shida. Najaribu kujenga msingi ili turudi tunapoangalia mwanzo wa shida, tunapotafuta kizazi cha mwisho, tuone jinsi ambavyo shetani amefanikiwa kuiangusha jamii ya mwanadamu. Ni kwa sababu ya kupuuzia neno na kutokuwa na uelewa mzuri wa neno, na ndio maana kanisa la Mungu sasa hivi tumegawanyika, tuna makundi wanasema takriban karibu 500. Ni kwa sababu hayo makundi yote, kila kundi linadai lina ukweli, kila kundi linadai lina ukweli. Hasa nabii anasema ya kwamba ili kufahamu ukweli lazima tuwe na nia ya dhati kuufahamu na utayari wa moyo kuutii. Yaani kanuni ya kufahamu ukweli, cha kwanza kabisa lazima uwe na nia ya dhati kabisa kutaka nini? Ya kufahamu ukweli, na sio tu utayari wa moyo, lakini sio tu kutaka kufahamu, lakini ya pili na utayari wa moyo wa kuutii. Anaendelea kusema kwamba wale walio na roho hii katika kujifunza Biblia watapata ushahidi wa kutosha kwamba ni neno la Mungu, wataongeza ufahamu wa kweli zake ambazo zitawafanya kuwa na hekima hata wapate wokovu. Kila mtu mwenye mtizamo huu anapokwenda kusoma neno la Mungu hata bishana nayo mafundisho ambayo tunasema ya kwamba hichi ni kizazi cha mwisho, kwa sababu kitaonyeshwa na neno la Mungu na Biblia itashuhudia, roho ya unabii itashuhudia, na matukio yanayoendelea ulimwenguni yatashuhudia. Kila mtu ambaye anatafuta kujua ukweli, sio kwa sababu ya kushindana nao, kwamba nikiujua ukweli nia yangu ni kuishi, Mungu atakufunulia. Nabii anaendelea kusema 111 aya ya 2, Steps to Christ. Anasema Kristo asema, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu. Yaani mtu yeyote anayekwenda kusoma, iwe ni Biblia, iwe ni roho ya unabii, kama nia yake ya kusoma ni kwamba nikiuona ukweli, Baba naomba unipe nguvu za kuishi. Kila mtu mwenye huo mwelekeo anaposoma neno la Mungu hawezi kuingia kwenye madanganyo. Nabii anaendelea kusema ya kwamba badala ya kuona mashaka na kulalamika kwamba huelewi, tilia maanani nuru ambayo tayari inakuangazia na utapokea kubwa zaidi, utapokea nuru kubwa zaidi. Yaani nini hapa nabii anachokisema? Je, kwanza ule ukweli ambao tayari unaufahamu, unauishi. Unajua mtu anaweza kawa anataka kuwa mjuzi wa maandiko, lakini kuna ukweli ambao tayari ameujua, hauishi. Ukiwa kuna ukweli wowote tayari unaujua, hauhangaiki kuuishi, hauwekezi nguvu kwenye kufunga, kuomba, kukesha ili Mungu akupatie uwezo wote wa kuishi ukweli, na bado unataka uendelee kujua ukweli mwingine, hautaujua ukweli mwingine. Mungu hawezi kuongezea taa mahali ambapo kuna taa imewaka na haijakuonyesha uchafu na hujasafisha ule uchafu. Yaani mahali ambapo taa imewaka ikakuonyesha uchafu na ukaendelea kuacha ule uchafu. Neno la Mungu ni taa. Taa inapoangaza inakuonyesha njia. Inapokuonyesha njia maana yake upite kwenye hiyo njia. Sasa neno la Mungu limeangaza na umeiona njia, unachagua kupita kwenye kichochoro na sio njia. Alafu nataka iti taa iendelee kumulika. Ya kazi gani? Mungu hawezi kuendelea kumulika taa wakati tayari amesha kuonyesha sehemu ya kwenda na hauendi kupitia ile njia, unatafuta vichochoro vingine vya kwako na unataka uendelee kupata nuru. Ni shetani atakaye kuongezea nuru. Ninaamini katika kanisa la Mungu kumekuwa na makundi mengi kwa sababu kungekuwa na kundi moja tu, lakini mpasuko huo ni kwa sababu kuna nuru imetuangazia na tukaipuuzia, alafu tunataka kuendelea kuongeza nuru. Tuishi kwanza ukweli ambao tunaujua na Mungu atatuongezea ukweli mwingine. Hiyo ndio kanuni ya kusoma neno la Mungu. Anasema ya kwamba kwa neema ya Kristo tekeleza kila wajibu ambao umedhihirishwa kwa ufahamu wako, na utawezeshwa kuelewa na kutenda yale ambayo sasa unatilia mashaka. Yaani kila ukweli ambao uko kwenye fahamu yako, weka juhudi ya kuishi, ndipo Mungu atakapokufunulia ukweli mwingine. Kwa neno, watu ambao wanalijua neno na wakafuata hiyo kanuni ya kulishi neno, Mungu ataendelea kuwaongezea neno, ataendelea kuwafunua. Hawatakuwa wa ulimwengu huu, hawataweza kuingia kwenye madanganyo ya shetani. Hiyo ni kanuni ya muhimu mno. Usipokuwa katika huu taratibu, yule joka, ibilisi, nyoka, shetani au danganyia ulimwengu wote, tegemea na utakuwa mhanga wa kudanganywa. Kwa sababu tayari una ukweli na hutaki kuishi huo ukweli.
Kwa ule ukweli ambao tunaujua ni lazima kwanza ututakase. Kuishi maana yake ni kutakaswa. Kwa lazima, ndio maana katika Yohana 17:17 akasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa neno linapotutakasa tunaongezewa tena neno lingine. Kwa hiyo ni kanuni ya msingi sana tuichukue. Ilikuwa tunataka kuendelea kupokea nuru zaidi na zaidi na kuwa na uelewa. Kwa neema ya Mungu wale wanafanya hivyo wataendelea kupokea nuru zaidi na zaidi. Katika kitabu cha Testimony to Ministers ukurasa wa 507, Testimony to Ministers, shuhuda kwa wachungaji na watendakazi wa Injili, ukurasa wa 507 aya ya kwanza. Nitasoma pale mstari mmoja. Anasema ya kwamba, sikia maneno tena. Ni wale tu waifuatayo ile nuru walionayo ndio watakaopata nuru kubwa zaidi. Kwanza nisome mstari mmoja tu. Ni wale tu wanaoishi nuru walionayo sasa hivi ndio watakaopata nuru kubwa zaidi. Haiwezekani Mungu anakuongezea nuru tunaonapuzia ambazo uko nazo ufikirie kwamba utakuwa katika uelewa sahihi wa neno la Mungu. Huwezi. Ni wale ambao tayari ukweli wanaofahamu, wanauishi, ndio watakaoshinda madanganyo ya shetani, maana Mungu ataendelea kuwapatia neno, maana linawatakasa. Kwa lazima tuwe katika mwelekeo mzuri kabisa. Watu wengi, kanisa la Mungu limekuwa na makundi mengi kwa sababu ukweli tulionao haujatutakasa. Hasa ukikuta watu wamechanganyikiwa, watu wanaenda wanaanza kakundi kingine, wanasema si tuna ukweli huu, nyie si ukweli huu, mmeukataa ukweli, kwa sisi tunaenda nao, na wanabeba giza wakifikiri ni ukweli, kwa sababu kuna takataka wameondoka nazo, wakichanganya na kile wanachofikiri ni ukweli, wakienda nacho wakizani ni ukweli. Lazima tutakaswe na ukweli tulionao, ndio Mungu atakapoendelea kutuongezea ukweli. As twende kwenye Mwanzo, turejee mwanzo kabisa safari yetu sasa. Kabla tujaenda kwenye mwanzo watu wa Mungu, usipokuwa makini, nitamani tusome mafungu machache. Mathayo 7, tutasoma 13 na 14. Tusipokuwa, unajua watu wa Mungu, katika Mathayo 7, Mathayo 7:14, 13 na 14. Neno ni la muhimu mno. Mathayo 7:14 Yesu akatuambia maneno pale. Mathayo 7:13 na 14 kuna maneno pale tunayoona, anasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Unaposoma neno la Mungu, ni tafsiri kidogo ya maneno. Unaposoma neno la Mungu linakutakasa, na linapokutakasa linakuongezea. Yaani neno la Mungu kutakasa nini? Linakwambia acha hichi, unatakiwa acha hichi. Sasa kadiri unavyoendelea kusoma neno la Mungu linakukataza acha hichi. Hiyo ndio njia inavyozidi kuwa nyembamba. Na ili uweze kuendelea kuiona njia, ni lazima kile ninapokuambia acha, unaacha. Acha, unaacha. Usipokuwa mtu wa kuacha kile unachoambiwa acha, uache. Usipoacha, utaenda kwenye ule mlango mpana, kwenye ile njia kubwa ambayo iko vizuri kabisa, haina shida. Lakini njia ya kwenda kwa Yesu Kristo inazidi kusonga. Maana yake itakwambia usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Ni wale tu wanaoitikia kwenye usifanye hivi ndio watakaoendelea kuiona hiyo njia ambayo inaendelea kuwa nyembamba. Katika Mathayo 22 mstari wa 14 anasemaje? Waitwao ni nini? Mathayo 22:14. Yesu kiukweli kabisa anataka watu wote waokolewe, lakini si watu wengi tunataka kuchagua kuokolewa. Mathayo 22:14 anasema, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Uchaguzi ni wa kwangu na wewe. Tunapolisoma neno, ninachagua, unachagua likutakase au listakase. Kwa mimi nayo tumepewa nafasi ya kuchagua. Sasa turejee kwenye mwanzo, tuangalie wazazi wetu walikosea wapi. Na je, sisi tunafanyeje hasa tunapoenda kukiangalia kizazi cha mwisho? Kwa safari yetu tena na turudisha mwanzo. Twende kwenye Mwanzo 2. Mwanzo, tuanzie Mwanzo 1. Mwanzo 1. Tunaanza Mwanzo, tunaenda mpaka Ufunuo. Unajua Ufunuo ni kama habari ambazo zinaufunua Mwanzo. Safari ilivyoanza. Mwanzo 1. Katika Mwanzo 1 mstari wa 26 na 27. Inasema, Mungu
akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi. Anasema kwamba na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa Mungu alituumba kwa mfano wake. Unajua tu Mungu jinsi alivyokuwa ametumba, kama tungebaki kuwa katika mfano wake, pasingekuwa na kutafuta hii kizazi ya mwisho ni nini, hii si habari njema ni nini. Mungu alituumba tunafanana na yeye. Sasa ni kwa nini tunaenda kutafuta hiyo kizazi cha mwisho? Ni nini ambacho shetani alifanya? Sisi tuliumba kwa mfano wa Mungu. Mungu alituumba kwa mfano wake, kwa sura yake. Alituumba tukiwa na mfano wake, sura yake, ambayo sura ya Mungu ni chapa yake, ni tabia yake. Sisi tulikuwa chapa ya nafsi yake, tulikuwa mfano wake, tulifanana na yeye. Sasa ni nini ambacho kilitokea? Tuangalie katika Mwanzo 2:16 na 17. Sasa baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, kuna maelekezo ya msingi ambayo alimpa. Hatuangalii kuhusu umbaji, tunagusa tu kutengeneza msingi ili safari yetu iende vizuri. Kwa tutazama sana kwenye umbaji, tuangalie tu ili kutengeneza msingi tunakwenda kwenye safari yetu kukitafuta kizazi cha mwisho. Mwanzo 2:16 na 17 anasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sikiza hayo maagizo ambayo Mungu alitoa. Mungu baada ya kuumba akatoa maelekezo kwamba jamani, ili muendelee kufanana na mimi lazima mfanye hivi. Unajua mwanadamu kwa asili hana uzima. Uzima tulionao sio mali yetu, ni mali ya Mungu. Mungu anasema ya kwamba ili muendelee kuwa na uzima ambao mimi ndio ninawapa, fateni haya maagizo. Nimewapa matunda haya na haya mle, lakini haya msiale. Kwa Mungu akatupa mtindo ambao ungetufanya tuendelee kuwa na uzima. Akasema msipofuata huo mtindo mtakufa. Sasa twende Mwanzo 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Inasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Unajua nyoka ambaye katika Ufunuo 12:9 tumemwona huyo nyoka, ndio pia anaitwa joka, ndiye pia anaitwa Ibilisi, ndio pia shetani. Hasa huyu shetani akaanza kuipima akili ya nani? Ya mwanadamu. Anaipima akili ya mwanadamu kuona kama mwanadamu alikuwa na uelewa sahihi wa maagizo ya Mungu. Anapima kwamba je, Eva ana neno? Alitaka kujua kwamba Eva ana neno. Alitaka kupima kama mzazi wetu wa kwanza alikuwa na neno, na neno ni Yesu Kristo, kwamba je, alikuwa na maagizo sahihi ya Yesu Kristo? Kwa hapa alikuwa anacheza na akili. Sasa nyoka anaanza kucheza na akili ya mzazi wetu wa kwanza. Anamjaribu ili aone kama anayakumbuka vizuri maneno ya Mungu. Mstari wa 2 anasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Sikiliza maneno aliyosema. Sasa Eva alirudia maneno ya nani? Ya Mungu, lakini kimakosa. Eva alipokuwa anarudia, sikia kwenye mstari wa 3 unasema ya kwamba, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale. Msiale ni maneno ya Mungu, lakini neno lililofuata baada ya msiale anasema wala msiyaguse. Msiyaguse hayakuwa maneno ya Mungu, yalikuwa ni maneno ya mwanamke, sio ya Mungu. Turudi kwenye ile sura ya 2 tuposoma, tuangalie mstari wa 17. Mstari wa 17, Mwanzo 2:17 inasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Aliambiwa usile, sio usiyaguse. Neno usiyaguse ilikuwa la Mungu, yale ilikuwa ni maneno ya mwanamke. Na ndio maana tunapaswa kuwa na uelewa sahihi wa neno. Shetani, tuangalie katika kitabu kinaitwa Ukweli kuhusu Malaika. Yale makosa shetani aliyatumia vizuri. Tuangalie katika kitabu kinaitwa Ukweli kuhusu Malaika, katika ukurasa wa 54 aya ya 4.
tuangalie jinsi ambavyo shetani alitumia vizuri makosa ya mwanamke. Hasa ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana wa kulielewa neno kwa usahihi wake. Ndio maana tunaambiwa hakuna mtu aliye salama kwa siku moja au kwa saa moja bila maombi. Hakuna mtu, watu wa Mungu, anaweza kuwa salama kwa siku moja au saa moja bila maombi. Hakuna. Na tena tumsihi Mungu atupatie kuwa na uelewa sahihi wa neno lake, kwa sababu uelewa wetu mbaya kidogo tu wa neno, shetani anautumia huo uelewa mbaya na anatufunga. Ukweli kuhusu malaika 54 aya ya 4. Nabii anasema Hawa alikuwa amezidisha maneno ya amri ya Mungu. Hawa alizidisha maneno ya amri ya Mungu. Nabii anaendelea kusema kwamba alikuwa amesema kwa Adam na Hawa, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula utakufa hakika. Katika mazungumzo ya Hawa na nyoka aliongeza maneno, wala msiaguse msije mkafa. Hapa ujanja wa nyoka ulionekana. Maneno hayo ya Hawa yalimpa adui faida. Yaani yale maneno ya Hawa yalimpa adui faida, sababu shetani lilicheza na akili. Alijua kwamba kumbe Eva, huyu mwanamke ajawa na uelewa mzuri kabisa wa maagizo ya Mungu. Shetani alichukua ile tunda akamgusisha mwanamke, afu akamuuliza umekufa? Mwanamke akasema sijafa. Sasa uone kama Mungu ni muongo. Kula tunda hilo, kula ile tunda utakuwa kama Mungu. Kuna vitu Mungu anakuficha. Mungu anakuficha taarifa, anajua kile ile tunda utakuwa kama yeye. Alitumia uelewa mbaya wa mwanamke na akatumia ile njia akapata faida ya kuweza kudanganya. Katika kitabu hicho cha ukweli kuhusu malaika, katika kurasa wa 53 aya ya pili. 53 aya ya pili. Nitasoma. Kuna faida nyingine ambayo shetani hapa alitumia pia, ambayo inatupasa tuwe makini. Unajua ile faida ambayo shetani alitumia kule mwanzo, sisi kanisa hili la mwisho ambalo tunaenda kurejea Edeni, ambacho tutaona kwamba ndio kizazi cha mwisho. Kwa nini nimerejea kwenye mwanzo? Kwa sababu hili kanisa la mwisho ndilo linaloenda kurejea Edeni. Kwa lazima tujue mbinu za shetani za mwanzo ili tuweze kujua tufanye nini tutakapokuwa tumejua kwamba sisi tuko kizazi cha mwisho. Kwa tumeanza mwanzo ili tuelewe tunapokuja kutafuta kizazi cha mwisho, tuelewe shetani alifanyeje kule mwanzo na mimi na wewe tufanyeje hapa mwisho, ili shetani asije akatunasa kwenye mitego yake. Nitasoma ukweli kuhusu malaika 53 aya ya pili. Nabii anasema Hawa alikuwa ametangatanga karibu na mti uliokatazwa, na udadisi wake uliamshwa kujua jinsi kifo kingeweza kufichwa katika matunda ya huu mti mzuri. Alishangaa kusikia maswali yake yakichukuliwa na kujibiwa kwa sauti ya ajabu. Yaani Hawa walikuwa wanatangatanga kwenye ule mti uliokatazwa. Unajua watu wa Mungu, tunaporuhusu akili zetu zitangetange kwenye mawazo maovu, tunamruhusu shetani aweze kucheza na akili zetu. Sasa sikia Hawa kosa alilofanya. Kwanza alianza kuwa anashangaa. Shetani linamtizama. Unajua shetani, watu wa Mungu, hawezi kujua anawaza nini. Hana huo uwezo mpaka umruhusu. Shetani alikuwa ameangalia Hawa anatangatanga kwenye ule mti ambao umekatazwa. Sasa nabii anasema kwamba Hawa alishangaa kusikia maswali yake yakichukuliwa na kurudiwa kwa sauti ya ajabu. Eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustani. Yaani Hawa alishangaa kwamba mbona haya ndio mawazo nilikuwa ninawaza, inawezekanaje hichi kiumbe kimeweza kuyajua? Sikia anaweza kusema Hawa hakujua kwamba alikuwa amefunua mawazo yake kwa kuzungumza mwenyewe kwa sauti. Yaani kumbe wakati Hawa akiwa anashangaa ule mti, wow, mti mbona ni mzuri, inawezekanaje hivi na hivi? Katika kuongea yale maneno kwa sauti, shetani alisikia. Kwa sio kwamba shetani alisoma mawazo ya Hawa, ila Hawa alitumia njia yake ya fahamu vibaya. Alipozungumza yale maneno, shetani akaijua akili ya Hawa, akatumia ule udhaifu wa Hawa
kupata faida. Ndio maana itakuwa tufiche udhaifu wetu tunapopambana na dhambi. Usimruhusu shetani akufahamu kirahisi. Hata kama una udhaifu fulani, usimpe nafasi shetani kujua udhaifu wako. Pambana na Mungu kwenye maombi, pambana na Mungu mahali pa faragha, ukijua kwamba mimi nina uchoyo ndani ya moyo wangu, lakini tabia ya uchoyo ninaifichaga kwa ukarimu wa maigizo. Baba, wewe ndio unaujua moyo wangu, nishindie hii tabia. Usije ukamruhusu shetani akakujua vizuri, atakutesa. Pambana na mambo ya moyoni, unaojua udhaifu wako wa moyoni mwenyewe. Nabii anaendelea kusema kwamba Hawa kujua kwamba alikuwa amefunua mawazo yake kwa kuzungumza mwenyewe kwa sauti. Kwa hiyo alishangaa kusikia maswali yake yakirudiwa na nyoka. Kwa Hawa alishangaa, watu wa Mungu, aliposikia maneno yake yanarudiwa na nyoka. Ukiendelea kitabu kizuri sana Ukwe kusoma Malaika, ukiendelea kusoma hiyo habari utashangaa jinsi ambavyo Hawa shetani alipogundua kwamba udhaifu Hawa aliutumia kwa faida nyingi. Kwa mwanadamu akawa ameingia kwenye dhambi. Na sasa watu wa Mungu, na ndio maana katika kitabu cha Nyumba ya Mkristo Adventist Home, katika kitabu cha Adventist Home kurasa wa 401 aya ya 3, Adventist Home 401 aya ya 3, katika hivi vitabu katika Ufunuo Publishing House wametoa kitabu hicho, wanakiita Wasili ya Ustawi wa Familia. Inapatikana kwenye ukurasa wa 341. Kwenye hicho kitabu kinaitwa Siri ya Ustawi wa Familia 341. Kiingereza ni 401 aya ya 3. Nitasoma pale kwamba hii sura inaitwa milango tunayopaswa kuilinda. Yaani watu wa Mungu, tunapaswa kuzilinda mno njia zetu za fahamu. Tusipoweza kuzilinda njia zetu za fahamu, kila siku shetani atakuwa anapata faida kwenye mfumo wa maisha yetu. Uchaguzi ni wa kwangu mimi nawe. Jianike shetani akujue, na shetani akisha kukujua atakutesa. Nabii anasema ya kwamba utalazimika kuwa mlinzi mwaminifu juu ya macho yako, masikio na fahamu zako zote, ikiwa utataka kudhibiti akili yako na kuzuia mawazo yasiyofaa na yaliyopotoka yasiichafue roho yako. Ni nguvu ya neema peke yake inaweza kukamilisha kazi hii inayotamaniwa mno. Nisome na haya inayofuata. Inasema, shetani na malaika zake wanajishughulisha kutengeneza hali ya kuduaza fahamu ili tahadhari, maonyo na makaripio visisikiwe, au ikiwa vitasikiwa visitoe matokeo yanayotakiwa juu ya moyo na kubadilisha maisha. Yaani shetani anajishughulisha mno kwa kila njia anayoweza ili kucheza na njia zetu za fahamu. Kwanza, kuzuia tusiwe na uelewa sahihi. Na kama ataweza kutufanikiwa, anatuzuia tusiweze kubadilishwa tabia na neno tunalolisikia lisiweze kututakasa. Kwa shetani anacheza mno na njia zetu za fahamu. Tutalazimika kuwa walinzi makini wa milango yetu yote ya fahamu. Kwa wazazi wetu wa kwanza, kwa sababu ya Hawa kutokuwa mlinzi makini wa mlango wa fahamu, akapelekea dhambi kuingia katika ulimwengu huu. Kwa tunahitaji kuwa makini sana kuzilinda hizo njia za fahamu. Tuendelee na Mwanzo 3 mstari wa 4. Mwanzo 3 mstari wa 4. Tuangalie pale. Mwanzo 3 mstari wa 4 anasema. Tunaendelea kwenye mstari wa 4. Tumeshaona kosa ambalo lilifanya. Mstari wa 4 anasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Shetani akaongeza uongo, akamwambia mtakapokula matunda mtakuwa kama Mungu. Na wakati Mungu anawaambia kwamba nyinyi mko kama mimi, nimewaumba kwa sura yangu. Unajua ukiangalia Biblia ya Kiingereza, wewe unasema kwamba you will be like gods, mtakuwa kama miungu. Yaani kwa maana ya kwamba mtakapokula ile tunda, shetani alikuwa anaambia kwamba mtakuwa kama mimi. Lakini wazazi wetu wa kwanza hawakuelewa. Shetani alipoambia kwamba mtakapokula ile tunda mtakuwa kama Mungu, hakuwa anamaanisha Mungu kwa maana ya Mungu yule wa mbinguni aliyetuumba. Alikuwa anamaanisha kwamba mtakuwa kama mimi. Na kwa sababu ya uelewa mbaya wazazi wetu, na kwa sababu walikuwa wamesharuhusu uongo wa kwanza, ilikuwa ni rahisi kukubali na uongo mwingine kwa sababu ya kutokuwa na uelewa sahihi wa neno la Mungu.
Mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mumewe, naye akala. Sikia vitu vitatu ambavyo vilipelekea mwanamke kuingia kwenye dhambi, na kisha mwanaume, na kisha kupitia Adam jamii yote ya mwanadamu iko imeingia kwenye dhambi. Kuna makosa matatu ambayo yalifanyika, ambayo makosa ndio mimi na wewe tunayafanya leo kwa sehemu kubwa. Unapokuwa unasoma Mwanzo 3 hasa mstari wa 6, tufungue pia tuwe tunaangalia na Yohana wa kwanza 2:15 mpaka 17. Tufungue pale tuendelee kufananisha. Tuona vile vitu ambavyo vilisemwa na Yohana ndivyo vile vitu. Unajua jaribu ambalo yale makosa waliowafanya wazazi wetu wa kwanza yakatuingiza jamii ya mwanadamu kwenye dhambi, ndio yale makosa ambayo yatawafanya sehemu kubwa ya wanadamu na hasa kanisa la Mungu wengi tupotee. Katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la kwanza 608 aya 3, huwa kuna maonyo pale ambao nabii anayasema. Shuhuda kwa Kanisa gombo la kwanza kurasa 608 aya 3. Katika maono ya mwisho nilioneshwa ukweli wa kushangaza ya kwamba ni sehemu ndogo tu ya wale, ninajaribu kuyakariri kwa inaweza kawa yasiwe ni sahihi kabisa kama ilivyo. Na nabii anasema kwamba katika maono ya mwisho nilioneshwa ukweli wa kushangaza ya kwamba ni sehemu ndogo tu ya wale wanaojidai kuamini ukweli watakaotakaswa na huo ukweli na kuokolewa nao. Nabii akiendelea kunukuu nabii akiendelea kusema katika hayo maneno, anasema ya kwamba kitakachopelekea wengi tudanganywe ni kwa sababu ile ambayo ilifanyisha dunia ikaingia kwenye dhambi, ambayo zinaonyesha kwamba nini? Ni kupenda ulimwengu. Tuangalie Yohana wa kwanza 2:15. Nabii aliendelea kusema katika hiyo nukuu ya Shuhuda kwa Kanisa ya kwamba alielekezwa kwenye Israeli ya kale. Ni wachache tu waliotoka Misri ambao walifika Kanaani ya wapi ya ulimwengu huu, ambao tunajua kiwango chao wachache. Walikuwa ni watu wawili kati ya watu 603,550. Nabii akasema ya kwamba Israeli ya leo, ambao Israeli ya leo ni wa SDA, tuko katika hatari kubwa ya kumsahau Mungu. Israeli ya leo tuko kwenye hatari kubwa kuliko Israeli ya kale, ambayo ni watu wawili tu kati ya watu 603,550 waliotoka Misri ambao walifika Kanaani. Kwa ni watu wawili tu. Hasa nabii anasema ya kwamba sisi leo tuko kwenye hatari kubwa, yani Waadventista wa Sabato wana marejeo siku ya 7, tuko kwenye hatari kubwa kuliko Israeli ya kale. Na ni kwa nini tuko kwenye hatari kubwa? Ni kwa sababu ya kupenda ulimwengu. Na ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 tumepewa onyo pale, ambalo ukiona hilo jaribu la kupenda ulimwengu ndilo ambalo lilipelekea tuko kwenye ulimwengu huu, na ili tusiwe kwenye ulimwengu huu lazima tuwe na neno, na hilo neno litutakase. Yohana wa kwanza 2:15 inasema, msiipende dunia, yani msiupende ulimwengu, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Tusiupende ulimwengu wala mambo yaliyomo katika ulimwengu, ili tusije tukawa wa ulimwengu. Anasemaje? Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Huwezi ukaupenda ulimwengu wakati huo ukampenda na Baba, haiwezekani. Hakuna namna ambavyo matukio mawili yanaweza yakaenda pamoja. 16. Maana kila kilichomo duniani, hasa hapa kila kilichomo duniani, angalia hivyo vitu vitatu vilivyotajwa, alafu nenda kwenye Mwanzo 3 mstari wa 6, utaona ni vile vile. Tuanze cha kwanza. Yani kila kilichomo duniani, yani tamaa ya nini? Ya mwili. Shikilia hapo kwenye tamaa ya mwili, twende kwenye Mwanzo 3 tuangalie mstari wa 6. Tuangalie yale vitu vitatu ambavyo mwanamke aliona. Anasema mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Shikilia kwanza, wafaa kwa nini? Chakula ni tamaa ya nini? Ya mwili. Tamaa ya mwili. Twende turudi kule kwenye Yohana. Kwenye waraka wa kwanza Yohana 2:16. Kwa cha kwanza ni chakula. Kwa wazazi wetu wa kwanza tamaa ya mwili, chakula. Halafu cha pili akasema nini? Akasema na tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Turudi kwenye Mwanzo tuone, baada ya mwanamke kuona linafaa kwa chakula ambayo ilikuwa ni tamaa ya mwili, kilichofuata nini? Anasema ya kwamba Mwanzo 3:6, wapendeza macho. Kwa mwanamke naye akaona kwamba baada ya tamaa ya mwili ilifuata tamaa ya nini? Ya macho. Kwa kile ambacho kiliwafanya wazazi wetu wa kwanza wakaingia kwenye ulimwengu ndicho kinachonizuia mimi na wewe tusirejee Edeni. Tamaa ya mwili.
tamaa ya macho. Tuangalie cha tatu. Cha tatu kinasemaje? Kiburi cha nini? Cha uzima. Anasema kwamba na kiburi cha uzima. Turejee huku, kiburi cha uzima katika Mwanzo kimesemaje? Mwanzo 3 anasema ya kwamba nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Maarifa yanaleta kiburi. Maarifa yanaleta kiburi. Kwa hivyo vitatu ndivyo vinavyotuzuia mimi naye tushindwe kurejea Eden. Na unajua hata Yesu Kristo alijaribiwa katika hivyo vitatu, watu wa Mungu. Yale majaribu matatu ambayo Yesu Kristo alikutana nayo pale jangwani, na yenyewe yamejengwa katika msingi wa hivyo vitu vitatu. Kiangalia vizuri kabisa, tutakuta ya kwamba majaribu ya Yesu Kristo na yenyewe yamejengwa. Tuangalie kwenye Mathayo 4. Tuone hata Yesu Kristo majaribu yale ambayo wazazi wetu walikutana nayo Edeni, majaribu yale ambayo sisi na yeye anatushinda sasa hivi, ndio yale Yesu alikutana nayo jangwani. Tena Yesu Kristo alikutana na yale majaribu jangwani. Wakati jangwani akiwa ni dhaifu. Unajua Yesu alikutana na yale majaribu akiwa ni dhaifu, akiwa na njaa kwa siku 40. Yesu anakwenda kukutana na yale majaribu. Wakati Adam na Eva wanakutana na yale majaribu wameshiba. Yesu anakutana na yale majaribu katika asili ya dhambi, akiwa na asili ya dhambi. Adam na Eva wanakutana na yale majaribu wakiwa hawana asili ya dhambi. Koni aina mbili. Yaani unajua Yesu alitakiwa shindwe zaidi na yale majaribu kwa sababu kwanza alikuwa amezaliwa katika asili ya dhambi. Ila Adam na Eva hawakuwa na asili ya dhambi. Maana yake walikuwa kama Mungu, hawakuwa wameathiriwa na asili ya dhambi. Walikuwa katika ukamilifu wote. Yesu alikuwa katika jamii, naye akiwa ni sehemu ya jamii ambayo imezaliwa baada ya dhambi, tukiwa tuna asili ya dhambi. Hasa katika Mathayo 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tuone ile majaribu. Inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Kwa alifunga siku 40, akaona njaa. 3. Mjaribu akamjia. Mjaribu alikuja baada ya Yesu Kristo kuwa amefunga siku 40. Ndio anakuja mjaribu na yale majaribu. Kwa Yesu alikuwa katika hali ya njaa. Wazazi wetu hawakuwa na njaa wakati ule wa mjaribu. Sema kwamba mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Unaona jaribu la kwanza Yesu Kristo ilikuwa ni tamaa ya nini? Ya mwili. Ilitakuwa Yesu Kristo. Na kweli Yesu alikuwa na njaa. Eva alikuwa na njaa. Adam alikuwa na njaa. Tamaa ya mwili. Kwa Yesu anaambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badili ya ambayo kwa nini? Angalia jibu la Yesu Kristo lilivyokuwa tofauti na jibu la nani? La Eva. Yesu alionyesha ya kwamba analielewa neno, maana lilikuwa linamtakasa. Eva jibu lake lilikuwa wakati shetani anamjaribu Yesu Kristo kwamba ikiwa ndio mwana wa Mungu, mwana mikate, na Eva akajibu kwamba eti hivi ndivyo alivyosema Mungu. Unajua vile ambavyo Eva alijaribiwa ndivyo ambavyo Yesu Kristo alijaribiwa, ni kwa kanuni ile ile japo kwa maneno tofauti, lakini kanuni ya jaribu ilikuwa ni ile ile, lakini maneno ndio yanaonekana kutokufanana. Ila maneno ni yale yale na yenyewe, ila yalitofautiana tu jinsi ya kuiwasilisha. Anamwambia kwamba sikia alivyosema, naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Yesu aliposema yale maneno ambayo Mungu alikuwa ameyasema ni tofauti na yale ambayo Eva alisema. Eva alinukuu maneno vibaya ya Mungu, lakini Yesu alinukuu vizuri maneno ya Mungu. Tuangalie, unajua Yesu maneno aliyonukuu yamesemwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Katika Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3 ndio maneno ambayo Yesu Kristo aliyarudia alipokuwa anamjibu nani? Shetani. Tuangalie Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3.
inasema ya kwamba 8:3 akakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe, wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Unaona Yesu alivyorudia maneno. Yesu alirudia maneno vizuri kama ambavyo yalikuwa yamesemwa kwenye neno la Mungu. Lakini mwanamke aliongeza neno. Yesu hakuongeza neno. Yesu alikariri vizuri. Kwa Yesu alikuwa na uelewa sahihi wa neno, na hivyo Yesu hakuweza kuingizwa kwenye mtego wa shetani. Kwa tumeona ile jaribu. Kwa kanuni ambayo shetani alitumia kumjaribu Yesu Kristo ndio kanuni ile ile aliyotumia kuwajaribu wazazi wetu wa kwanza wa Edeni. Na ndio kanuni hiyo hiyo ambayo shetani anaitumia kutujaribu mimi na ndio maana tunaambiwa msipende dunia wala mambo yaliyomo katika nini dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Maana kupenda dunia kumejengwa vitu vitatu: tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Tuone jaribu la pili, na lenyewe utaona linafanana kabisa na yale majaribu matatu ambayo wazazi wetu wa kwanza walikutana nayo na sisi tunakutana nayo. Twende kwa haraka, muda wetu unaelekea kuisha. Tuna muda mfupi na umekaribia kuisha. Katika Mathayo tunarejea pale pale tulipokuwa, Mathayo 4. Mathayo 4 nitasoma mstari sasa wa 6, 8 na 9. Mathayo 4:6 anasema, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Akamwambia, ikiwa ndio mwana wa Mungu, jitupe. Unajua maana kama Yesu angejitupa, unajua alikuwa amevunja, angekuwa ameonyesha nini? Kiburi. Ilikuwa ni kiburi. Kwa hili jaribu ambalo sisi tunakutana nalo la pili, ilikuwa ni kiburi. Kiburi cha uzima. Kwa hiyo Yesu angeamua kuonyesha kiburi, akaamua kujirusha. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Kwa hiyo hata lile jaribu halikufanya kazi kwa Yesu Kristo. Katika mstari wa 8, mstari wa 8 nasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudu. Akamchukua akamwonyesha. Kumwonyesha ni nini? Tamaa ya macho. Akamwonyesha macho yakatamanishwa. Shetani akamwambia, si umeyaona yote hayo? Nisujudu nitakupa. Kwa yale majaribu ambayo Yesu Kristo alikutana nayo ndio majaribu ambayo wazazi wetu walikutana nayo Edeni akawashinda, na ndio majaribu ambayo mimi na wewe tunakutana nayo na yanatushinda kila siku. Kila siku tunashindwa na tamaa ya mwili. Kila siku tunashindwa na tamaa ya macho. Kila siku tunaonyesha kwamba sisi tuna viburi, kiburi cha uzima. Hivyo vitatu kila siku vinatushinda. Na ndio maana nabii anasema ya kwamba katika maono ya mwisho nilioneshwa kweli kushangaza ya kwamba ni sehemu ndogo tu ya wale Waadventista wengi tunaenda kuanguka kwa sababu ya hayo matatu. Yanatushinda kila siku. Tuna neno lakini neno halitutakasi. Tuna neno lakini neno halitutakasi. Turudi mwanzo tunakwenda kumalizia. Tumalizie vitu, tunafananisha watu wa Mungu. Tunafananisha. Mwanzo niende kwenye Ufunuo tena. Mwanzo niende kwenye kitabu cha Ufunuo. Kuna habari pale ambayo ni ya msingi inayohusiana na kanisa letu la mwisho ambalo ndilo linalotakiwa kurejea Edeni. Katika Mwanzo 3:7 mpaka 11 tutafananisha pale na ujumbe uliotolewa kwa Laodikia. Utaona ya kwamba kanisa hili la mwisho la Mungu ambalo liko katika hali ya Laodikia, hali ya uvuguvugu, kanisa hili ili tuweze kurejea Edeni lazima tuyaangalie yale matatu. Kuna matatu tena yako huko ambayo lazima tuyazingatie. Kuna vitu vitatu ambavyo vimesemwa kwenye Mwanzo pia. Wakati dhambi inaingia, vile vitu baada ya dhambi, vile vitu lazima mimi na yetu vishinde ili tuweze kurejea Edeni. Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 7. Anasema, wakafumbuliwa macho wote wawili,
wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Sikia vizuri, wakafumbuliwa macho. Hivyo walifumbuliwa macho, walifungwa. Walikuwa wamepewa maagizo ya Mungu. Kamboa yatii. Shetani akwambia yeye macho yenu yamefunga. Mkiendelea kutia maneno hamtafanana na Mungu. Ngoja mfunguliwe macho. Ndio maana tutaenda kwenye ujumbe wa Laodikia. Shika hivi vitu ni vikubwa sana. Anasema ya kwamba mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi. Baada ya kufumbuliwa macho, wakatambua kwamba wako nini? Uchi. Kuna ujumbe ambao tumeambiwa kule kwenye Laodikia. Kuna vitu vya kununua. Utaona kuna macho, utaona kuna vazi. Wakajijua kuwa wao uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Mstari wa 8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. 9, Bwana Mungu akamwita Adam. 9, Bwana Mungu akamwita Adam, akamwambia uko wapi? Akasema nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Hapo kuna vitu vitatu vilitokea baada ya kuwa wamefanya ile dhambi, ambayo ili kufanya ile dhambi ilitokana na vitu vitatu. Tamaa ya macho, kiburi. Ilianza kwanza tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima. Baada ya vile vitu vitatu kupelekea kufanya dhambi, vikatokea tena vitu vitatu. Cha kwanza, macho yakafumbuliwa. Cha pili, wakajiona wako uchi. Wakamkimbia na Mungu. Kwa nini walimkimbia Mungu? Ni kwa sababu waliyakataa maagizo ya Mungu. Sasa kuna vitu vitatu ambavyo walipoteza baada ya kufanya ile tendo. Kuna vitu vitatu vilivyotokea ambavyo vitu vitatu ambavyo ndio tunaambiwa katika ujumbe wa Laodikia. Tuangalie katika Ufunuo 3. Ufunuo 3:14. Ufunuo 3:18. Ukisoma ujumbe wa Laodikia huwa kuna ushauri tunapewa. Na huo ushauri tukiuzingatia, huo ushauri tutarejea Edeni. Ninaamini hakuna kanisa la 8 duniani. Kuna makanisa 7. Na kanisa la Laodikia lenye hali ya Laodikia ndio kanisa la 7. Na ndilo kanisa ambalo kutoka hilo kanisa litapatikana kanisa linaloenda mbinguni la ushindi. Ambalo kanisa hilo lingine litakuwa mbinguni sasa la ushindi. Hasa katika hili kanisa ambalo linatakuwa lirejee Edeni, Mungu alitupa ushauri, na ule ushauri ukiangalia ndivyo vitu ambavyo vilisababisha tukafukuzwa Edeni. Tukivinunua vile vitu tutarejea Edeni. Sikia katika Ufunuo 3. Ufunuo 3:18. Anasema, Baba, tunapoelekea kumaliza somo hili, tafadhali ninakusima neno haya yakabebe nguvu kwa mimi na kwa msikilizaji na mtazamaji na wote ambao tunafuatilia ujumbe huu, hasa tunaoishi katika kanisa la Waadventista wa Sabato na marejeo ya siku ya 7, kwa kuwa ni kanisa ambalo linakwenda kukutana na marejeo yako ya pili. Tusaidie Baba, yakazee matunda maneno yako katika mioyo yetu, na tukakubali kufuata ushauri ambao Bwana umetupatia. Asante kwa kuwa utatenda kupitia jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Anasema Ufunuo 3:18. Anasema, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Sikia ushauri wa kwanza ambao Yesu Kristo anatupa. Kanisa la Laodikia, kusoma 3:17, tuna viburi, tunasema sisi ni matajiri, sisi tumetosheka, hatuhitaji chochote. Lakini Yesu anapotutazama hatutizami kama sisi tunavyojitazama. Anatupa ushauri ya kwamba tukanunue kwake dhahabu iliyosafishwa kwa moto tupate kuwa tajiri. Dhahabu iliyosafishwa kwa moto nini? Hiyo dhahabu, watu wa Mungu, ni kitu ambacho tulipoteza Edeni. Tuangalie tujue dhahabu. Petro wa kwanza 1:7. Tuione hiyo dhahabu ambayo tunatakiwa tukanunue kwa Yesu Kristo. Petro wa kwanza 1:7. Petro wa kwanza 1:7 anasema,
anasema turudi nyuma mstari wa 6, tuanzie mstari wa 6. Anasema mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba, mstari wa 7 anasema ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo dhahabu safi iliyosafishwa kwa moto inafananishwa na imani. Imani tendayo kazi kwa upendo ndio mtaji wa kwanza ambao mwanadamu alipoteza pale Edeni. Unajua, ili mwanadamu afanye dhambi ilitakiwa achague kumwamini, aidha muamini Mungu au amwamini nyoka. Mtaji wa kwanza ambao jamii ya mwanadamu ilipoteza ni imani, na hiyo imani inaambatana na matendo. Kwa tulipoteza imani kwa Mungu, tukawa na imani kwa nyoka. Hasa ili tuweze kurejea Edeni, lazima tuukubali mtaji wa kwanza tuliopoteza, na ndio maana Yesu Kristo anatuambia, ninawapa shauri mje kwangu. Kanisa hili la mwisho, ili tuweze kurejea Edeni, Yesu anatupa shauri tukanunue kwake dhahabu, ambayo ni imani, ambayo ni mtaji wa kwanza tuliopoteza pale Edeni. Kwa sababu tulikosa imani kwa Mungu, tukawa na imani kwa shetani, na tukaanguka, ulimwengu kaingia kwenye dhambi. Sikia ushauri wa pili, turudi pale kwenye Ufunuo 3. Tunaendelea kwenye ule mstari wa 18. Ufunuo 3:18 anasema ya kwamba na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane. Mavazi meupe. Hasa baada ya kupoteza imani kwa Mungu, tukamwamini shetani. Wazazi wetu walipokula lile tunda kwa kumwamini shetani, walipomsikia Mungu, kwa sababu walishapoteza imani kwake, wakatambua kwamba wako uchi. Hasa Mungu anatuambia tukanue kwake vazi jeupe tupate kuvaa. Hiyo vazi jeupe ni nini? Na huo uchi waliokuwa waliona wazazi wetu kuwa uchi ni nini? Kile walichokiona kwenye Mwanzo 3 mstari wa kinachoonekana, ule uchi ambao unaonekana walikuwa, ndio huo ambao mimi na wewe kanisa hili la mwisho tunatakiwa twende tukanunue kwa Mungu. Hiyo nini? Vazi ambao tumeonyeshwa katika Ufunuo. Twende tafute hilo vazi ambao tutakuwa tununue. Ufunuo 19 mstari wa 8. Ufunuo 19 mstari wa 8. Ufunuo 19:8 anasema ya kwamba naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa vazi maana yake ni tabia tulipoteza ya Mungu. Kwa walijificha kwa sababu tabia ya Mungu walipoteza, ambayo ni matendo ya haki. Ni tabia safi. Kwa wazazi wetu wanaposema kwamba tukakimbia, unajua automatically itakuwa wamkimbie baba, kwa sababu kama wasingemkimbia Yesu Kristo wakati ule ambapo wamemwona anakuja, wakakaa kusubiria kwamba waje wakutane naye, unajua Mungu ni moto ulao, na maana ya kwamba wangekufa. Kwa hawakuwa na uchaguzi mwingine isipokuwa kumkimbia. Na kwa nini wanamkimbia? Kwa sababu tabia zao na tabia za Mungu zilikuwa zimefarakana. Kwa kanisa hili ambalo linarejea Edeni, ni lazima turudi kwa Yesu Kristo, tununue hilo vazi, tununue hiyo tabia ya Yesu Kristo. Sikia 3 anasema na dawa ya nini? Na dawa ya macho. 3:18 anasema ya kwamba na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Dawa ya macho. Sasa macho wanasema kwamba tukula tunda macho yakafanyeje? Yakafunguliwa. Tuwalisia macho ya kufunguliwa, macho yalifunga. Kwa lazima tununue dawa ya macho tuweze kuona.
Tuendelee. Mungu ametupatia muda kidogo tumalizie. Tuangalie sasa hiyo nini? Hiyo dawa ya macho. Tuangalie hiyo dawa ya macho. Katika Zaburi 119 mstari wa 18. Zaburi 119 mstari wa 18 inasema ya kwamba unifumbue macho yangu nione maajabu. Anasema kwamba unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Kwa maana ya kwamba macho yetu yanayofunguliwa, yanapofunguliwa macho yetu tutayaona maelekezo ya Mungu na maagizo ya Mungu kwamba ni upendo. Hatutaweza kwenda kinyume na yeye tuweze kutii maagizo mengine ambayo yatoki kwa Mungu. Kwa tunamhitaji Mungu afumbue macho yetu ambayo dhambi iliyapelekea kufunga na kuyaona macho, yani macho yetu yalifunguliwa tukayaona mambo ya ulimwengu. Sasa inabidi macho yale yanayotazama ulimwengu yafunge ili macho yetu yaitazame sheria ya Mungu na yauone upendo wa Mungu kupitia sheria ya Mungu. Muda wetu umeisha, watu wa Mungu, na tunamshukuru Mungu kwa hayo, na tutakapokuja sasa katika kipindi kingine, tutapokuja kwenye somo la 4, tutaanza kusafiri sasa kuona mpango wa ukombozi ambao baada ya dhambi kuwa imeingia ulifunuliwa kwa mara ya kwanza kupitia Mwanzo 3:15. Kwa tutakuja tutaona Yesu anakuja kutoa tangazo linalohusiana na ukombozi, na ninaamini mimi na wewe tunaishi kwenye kizazi cha mwisho kinachoenda kukutana na huo ukombozi ambao litangazwa kwenye Mwanzo 3:15. Kwa tutaendelea tuone baada ya wazazi wetu wa kwanza kuwa wameingia kwenye dhambi na jamii ya mwanadamu ikiwa imeingia kwenye dhambi, ambao kwa haki yetu mshahara wa dhambi ilikuwa ni mauti, na mauti inayoongelewa sio ya sasa tu, lakini zaidi ni ile ya umilele. Kwa mpango wa ukombozi ukafunuliwa kwenye Mwanzo 3:15. Niwashukuru watu wa Mungu kwa muda wenu na niwakaribishe kwa ajili ya kuomba na kumshukuru Mungu kwa neno lake. Baba uliye mtakatifu, Baba yetu uliye mwema, asante kwa wema wako na upendo wako wa ajabu kwetu. Tunakushukuru kwa neno hili ambalo umezungumza na sisi, ukituonyesha Baba kile ambacho tulifanya dhambi kwa ujira, na kwamba tunapaswa kuwa na neno na kuelewa ukweli sahihi ili Baba tuweze kurejea wewe. Tusaidie Baba unapotufunua kweli hizi, tupatie mioyo ya kutetemeka, tupatie na hamu ya kuishi na tupatie uwezo na kufanya kuishi ukweli wote unaofunua katika familia. Asante kwa kuwa ni mwema. Samehe pale popote ambapo Baba tumeshindwa kukuza vyema mpaka wakati huu. Tupatie dawa ya macho na ushindi wa dhambi zote wakati leo kwa baada ya Bwana. Asante Baba kwa kuwa umesikia na kutenda. Kupitia jina takatifu lipendalo la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaomba na kushukuru. Amen. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina, na uje Bwana. Yuaja Yesu, atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena.